vizuri. Haleluya. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa nafasi ya kusimama mbele yako siku ya leo, lakini pia nashukuru mchungaji kwa nafasi ya kuniamini na kunipa nafasi ya kusimama madhabahuni hapa. Haleluya. Lakini huwezi kumaster kitu bila practice. Kwa hiyo tunapokuwa tunasimama hivi ndo tunazidi kukomaa na kuzoea na kuelewa na kujua tunapita wapi, tunaenda wapi. Haleluya. Lakini sasa eneo ambalo nataka tudili nalo na mchana tunakuja kulishughulikia vizuri ni hili la mahakama. Sasa hapa kwenye mahakama kuna mifumo, sema mifumo, ambayo usipoielewa nayo mahakamani upati haki. Kumbuka mahakama inadili na haki. So ukikosea kidogo, hakimu hajibu kwa sababu umelia. Baba anaweza akajibu kwa sababu umetoa tu machozi. Si ndio? Baba anasema kilio kitadumu siku kucha, asubuhi utacheka. Baba kwa ile anasema wanangu leo hawajala vizuri. Asubuhi kabla mjatoka kitandani ashaenda kutafuta msosi. Mnashtuka mnakuta chai tayari. Huyo ndo baba. Sasa hapa hakimu anasema pasuka, jiue, kufa, sijibu mpaka nione haki ya kukujibu. Kwa lugha nyingine ni kwamba hapo angalia haki yako tu, anaangalia na haki ya shetani. Kwa kama shetani ana haki naye anampa haki. Sasa niliwauliza jana, nikauliza nguvu anayotumia shetani ametoa wapi? Sema tu hiyo nguvu anayotumia kuua watu na kuloga ametoa wapi? Sikatoa kwa mbinguni. Aliyemuumba si Mungu? Alipoasi si alimwasi Mungu? Mungu alimnyang'anya haki. Akishakupa amekupa. Sasa kama ni mwenye haki kwa shetani na alijua hizo nguvu zitakuja kuua watu prematurely, alijua hiyo haki ya hiyo nguvu itakuja kufanya watu wasizae, watu wasiolewe, watu wachukuliwe misukule, watu wa biashara zife, huduma zikwame, atakuja kushindana naye, atakuja kujimwambafai, bado akamwachia. Si mwenye haki. Kwa sababu ili awe mwenye haki lazima awe mwenye haki kwenye maeneo yote. Na ili hukumu lazima kuwe na maana ya au sababu ya kutoa hukumu. Unanielewa? Sema tu sasa tuna ka advantage. Sema advantage. Kuna kiungo kameongezeka kwetu ambako shetani hana. Hicho sasa ndo kinatusaidia kwamba hata pale usipostahili sasa unapata haki. Hata pale usipo na haki panageuzwa panakuwa haki. Hiyo isingekuwepo ungekubali mziki. Na kwambia tungenyooka. Tungechinja ndama, kuku, bata. Yaani tungekuwa wale wengine mngekuwa mnatembea na barua za maombi kwa Yesu. Nakwambia ukweli. So, twende kwenye mahakama ya Mungu. Haleluya. Okay. Kanisa limezoea au kanisa kwenye ulimwengu wa sasa hivi ambao tunaishi. Watu wengi ambao tuko makanisani, sawa? Tumezoea kuingia kwenye ulimwengu wa roho au kushindania mambo kwenye ulimwengu wa roho kwa mfumo wa vita. Kwa mfumo wa vita. Si kwa mfumo wa haki ya kushinda vita. Tunataka tushinde vita kwa kupigana, sio tushinde vita kihalali na kisheria. Si unanielewa? Kwa unataka upigane na shetani ushinde kwa sababu umepigana. Na kuna mwingine anashinda kwa sababu ana haki ya kushinda. Vita ya kimahakama sio vita direct kutoka kwako. Ni vita inaoamuliwa na mahakama ya juu ya mahakama zote juu ya masuala yako. So wanaoenda kufanya kazi wanaenda kwa sauti ya hakimu. Wanaoweka zuio la mahakama wanaweka zuio kwa sababu hakimu ametoa hukumu. Unaelewa? Kwamba hakimu akisema kuanzia leo ili jambo limeisha, ina maana yale matokeo yaliokuwa yanaendelea, yaliokuwa yametokana na lile tatizo, yanabidi malaika waingie kazini kwa sababu hakimu amesema, wakaeke zuio la mahakama. Kwamba mlikuwa mnakula pesa zake, sasa chimbuko lililosababisha mpate access
limefungwa, kesi imefungwa. So mtiririko unaoendelea huku mbele, kama bado zinaliwa, inakuwa sasa ni kinyume cha sheria. So ukisema hata malaika wanatii. Ukiamuru, huamuru tena wewe. Kwa nini? Amri imeshatolewa na mahakama kabla hata wewe hujaongea. So kuendelea kuteseka na tatizo limeshaisha kihalali ni kuvunjwa kwa sheria ya ulimwengu wa roho, kwa yule anaendeleza jambo ambalo hakimu ameshatoa hukumu. Si mnanielewa? Mnanielewa wapendwa? So wengi tunataka tushinde vita kwa kupambana. Yaani hujaumia mguu kwa sababu uliomba sana ukateguka, unaona bado hujashinda. Sauti haijakauka, hujaona hujaomba. Kwa sababu unataka usikie mahali mwilini pameteguka, kuna kitu hakiko sawa. Unajua nimepiga maombi mpaka mgongo unasikia maumivu. Kwa hiyo unaamini kwa sababu mgongo umesikia maumivu, maombi yako ya shetani umemnyonga vizuri. Wakati shetani anaweza akanyongwa na wewe umekaa pembeni unasema mimi sijakugusa, mimi sijasema kitu. Hana namna ya kukufuata kukuambia kwa nini umemnyonga, na hana namna ya kumrudia Mungu ambaye kwa nini unaninyonga. Yaani anabaki haelewi. Haleluya. Hii vita hivi nawaambia ukweli, nyewe mtaenjoy. Utasikia raha. Utaona yani ambavyo wokovu ni simple. Utakuja kugundua vitu vingine unavyotakiwa kupambana navyo ni namna tu ya kumpendeza Mungu, kuishi maisha matakatifu. Lakini vita yako ukiwa unaipiga kwa namna hii, yale maombi ya masaa mawili baadaye utakubali. Sema utakubali. Lazima upate haki kisheria. Sema amen. Amen. Unaposikia mahakama ya duniani ni sawa tu na mahakama ya mbinguni ilivyo. Uingi tu mahakamani, hakimu, vipi hakimu bwana? Unaweza kaibika na maneno yako, umetoka hapo umehukumiwa miaka 30 jela. Na uliingia kama vile hakimu unamjua. Haleluya. So jambo la kwanza la kunotice ni kwamba unapoingia mahakamani, jua aliyekupeleka kwenye mahakama kisheria ana uhalali. Lakini hata wachawi na mapepo na kuzimu wana mahakama zao. Mchawi halogi mpaka wamepeleka shauri kwenye kilinge chao, wakakujadili, wakatoa hukumu, wakatoa mashtaka kwamba kwa nini mtu huyu alogwe. So kuna mahakama za chini ya hii mahakama kuu za kipepo, sawa? So una uwezo wa kuhamisha kesi toka mahakama ya duniani kwenda mahakama ya juu. Yaani unajua kabisa nina kesi iko kwa wachawi wa kwetu kijijini. Kuna faili langu limeandikwa mambo yangu yote na historia yangu yote. Una uwezo wa kuchukua ile faili kwenye ulimwengu wa roho na ukamsummon mshtaki wako, maana anaruhusiwa kukushtaki. So unamwambia njoo kwenye mahakama ya Mungu na unyamaze kimya. Na unaingia pale na faili lako ukijua unastahili hukumu, lakini unajua una fimbo ya pili ya kupigia. So unalibeba hivyo hivyo dhambi zako zote na lile faili na hukumu yote walioingia. Na ukiamuru kwenye ulimwengu wa roho, ile mahakama ni superior, inawavuta. Kuna mchawi mmoja yuko Nigeria nadhani alisema katika vitu anaogopa wakati ninaendelea kuchimba kuhusiana na mahakama ya Mungu, akasema katika maombi anaogopa na aliyowahi kukutana nayo toka amekuwa mshirikina, sio mchawi wa level ndogo, akasema ni pale Mkristo anapojua kutumia mahakama ya Mungu, the courtroom of God. Kwa sababu ukiingia kwenye courtroom ya Mungu, ukisummon adui yako popote alipo, ukiita maadui zako kwamba Mungu, naomba maadui zangu na washtaki wangu wote leo waitwe kwenye mahakama yako. As long as umeingia vizuri kwa kufuata mtiririko nitakao kufundisha. Yaani hata kama uwajui, wanavutwa kama na sumaku, hata kama wako mafichoni. Na wanakuja na kesi zao zote na maneno yao yote. Sasa kumbuka, kama umeingia vizuri, yale yote wanaokuja nao ni uongo. Kama umepiga vizuri, yote watakao kuja nayo yaliokuwa kweli kabla hujaingia mahakamani. Na tukikaribia kiti cha enzi kwa nini? Ili tupate za kutusaidia. So ukiweza kuingia, kesi imeisha. Yaani nikwambie,
hakuna tatizo. Yaani hapo uhitaji kuombewa na mtu. Vunja, fungua kizazi, kifukue. Yaani hakimu akisha sema kuanzia leo basi kesi imeisha, azae, watatafuta kizazi walipokiweka wenyewe. Watakileta wenyewe. Sio wewe unaomba, wenyewe wanajua walipoficha. Hiyo elimu watajua watakapoitoa. Na Biblia inaniruhusu pale pale mahakamani kumwambia Mungu, ulisema mwizi akikamatwa si mahakamani. Kifungu cha sheria kipo, Biblia ndo sheria yetu. Mwizi akikamatwa, akiiba akakamatwa, analipa mara ngapi? Mara 7. Anambia Mungu, ni kweli waliniibia, lakini sasa hii sheria vipi? Si umesema kwenye Yohana 10:10, mwizi ajili kuchinja, kuiba na kuharibu. Huyu ameiba. Na umesema sheria ya mwizi alipe mara ngapi? Ndio sheria ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo naambia Mungu, niko mahakamani, kabla hatujatoka tumalizane, wanalipa mara ngapi? Ni mara 7 au unaenda kinyume na sheria yako? Sasa hapo wewe ni mwenye haki wa Mungu, ni raha mustarehe. Sema raha. Ndio pale unajikuta mambo uliokuwa uyafanya kwa miaka 10 unayafanya ndani ya mwaka mmoja. Mambo uliokuwa uyatimize kwa miaka 20 au miaka 20 iliyocheleweshwa, unashangaa ndani ya mwaka mmoja, hujui ilikuwaje, ghafla uko kwenye same spot kana kwamba ulianza miaka 20 iliyopita. Kwa nini? Mungu anapoangalia anaona si wewe, kuna nguvu ilitumika kukufunga. So imeondoka, ni mwizi, rejesha mara 7. Na kukusikia hujaelewa, na kukupeleka kwenye eneo, yaani mfano ulikuwa unastahili kuwa mahali fulani, sawa? Ile nguvu ya mahakama ikikufikisha kwenye lile eneo, hiyo ni mahakama imekupa uhalali wa ulichostahili. Bado kuna mara 7 ya adui hajalipa. Maana kuwa kwenye sehemu husika ambayo ulistahili kuwa, hiyo ni moja. Kwamba wasingenifunga ndo ningekuwa leo kwako kanisani. Kama walinifunga, ina maana wanatakiwa nirudishe nilipotakiwa kuwa leo madhabahu hii, alafu ongeze 7 niwe Nigeria. Au kama nitakiwa niwe Marekani leo nahubiri, iongeze 7, walipe. Kwa hiyo kuna on top speedily. Unaelewa maana ya mahakama? Sema kamata mwizi man. Mwambie jirani yako kamata mwizi man. Mwambie ukiweza kumkamata kuna bonus ya mara 7. Yaani kama ulikuwa unatafuta watoto, umepiga miaka 10 kwenye ndoa, miaka 13, miaka 20. Yaani siku akija ni mapacha 9. Wanakaa wapi huko tumboni ujui, ni mgongoni, miguuni, watapangana wanavyojua wao. Sisi tunachotaka ni mara 7. Unaelewa? Yaani unashangaa mtu kajifungua watoto 4 na afi. Na watoto wanaishi. Unadhani kitu gani? Wewe hujaelewa. 7 fidia. Alafu unashangaa matoto yanakuwa haraka miezi 3 meno yote yameota. Imezaa watu miezi 6, 7 mtoto anatembea. Vipi? Mtoto ana miaka 4 anaanza kuongea shule. Anafikisha miaka 9 kashamaliza la 7. Watoto wako wako faster. Miaka 12 wamemaliza form 4. Mama we. Ana miaka 20 kamaliza chuo. We. Hiyo ndio inaitwa mara 7. Wanaharakishwa wewe na sio Mungu. Adui anaanza kulipa. Yeye ndo anamwambia nenda. Sitaki kesi na Mungu mimi. Achezwa kuitwa mbinguni. Mahakama ya Mungu ni tamu. Sema tamu. Au mama anasema uongo. Mimi mpaka nawahurumiaga watu ambao hawajaokoka. Kwa sababu hata akilogwa hawezi kwenda kushtaki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Serikali inakwambia tuamini kwenye uchawi. Na unajua kabisa yule kijana wangu amemla nyama. Unaenda wapi? Unajua kabisa huyu hapa wanamuondoa kesho. Anakufa, wamemaliza kazi. Na shetani haizitoa shetani mwenzake. Wanasema hivi waganga ilikuwa ni ubunifu wa mapepo yenye akili. Walipokaa kikao wakasema sasa Wakristo na Waislamu, wapagani wote wakifika hatua ya mwisho, hata akiambiwa kula mavi atakula, kula udongo atakula ili apate uzima. So wakaona mpaka wasio na Mungu waliofungwa na shetani wakifika hatua ya kufa, wakaona mambo ni magumu, wakiambiwa twende ukaokoke, wanaokoka. Wakasema tutengeneze mbadala. Kabla hawajafika weka mganga kwanza, kupunguza spidi. Kwa hiyo kabla hajaenda kanisani anapita kwa mganga, anaona haweni. Kumbe alikuwa na mapepo 3, linawekwa moja kubwa, linakanyaga yale 3, anambia tulia.
So unatembea miaka miwili, ulikuwa unauma moyo, sasa ni mapafu. Lile kubwa linapiga mapafu. Unarudi tena kwa mganga, anaweka kubwa. Kesho unasikia una uvimbe kwenye ubongo, mama we. Yaani kwa sababu lazima lidai. Unanielewa? Na hata manabii wa uongo hawanaga utofauti na waganga. Ukifika akikupiga anaingiza kikubwa kuliko ulichonacho. Kwa hiyo unapona kichwa, baada ya miaka miwili au miezi misita unaumwa mguu. Na ukiuma tu mguu, ile yenyewe lilo ndani nakwambia, pale ulipoponea ndio urudi. Pale ndio kuna mafuta, pale kuna wese. Unaitwa nini, ororo. Unarudi tena, unaongezewa jingine. Kesho kuta uti wa mgongo ufanye kazi, pingili zimepishana. Miaka 3-4 wanasema tumemaliza huyu, tumeshamregister kula nyama. Siku anatafuta damu ya type yako, anapiga tu. Kuisha. Fanya. Kuisha. So, hiyo ilikuwa ni teknolojia yao. Sio kwamba eti shetani anashindana na shetani. Wewe, shetani is too smart. Hebu jiulize tu, shetani aliyotawala dunia hivi na kupiga kazi ni mtu, jeshi la mtu mmoja, lakini amejua kujitengenezea mifumo mpaka ameikontrol dunia. Mpaka na serikali, mpaka marais. Unafikiri mtu alikuwa anaongozwa na mtu? Mtu alikuwa anaongozwa na Mungu, asubuhi, mchana, jioni. Makuhani walikuwa ni wakubwa kuliko wafalme. Sasa hivi wafalme ni wakubwa kuliko makuhani. Mifumo. Huyu shetani, unadhani ni mpumbavu akuwekea mganga akwenda kukuponya? Jichanganye. Yaani unaenda kuokota kubwa zaidi, kubwa kuliko. Haleluya. So mahakama ya nini? Mungu wangu, ndo tunaanza sasa. Nimaliza saa ngapi? Saa 7:30. Naruhusiwa kumaliza saa 7:30? Ili nifundishe tu, sababu hatutaomba. Tutaomba jioni. Wewe kama utakuwepo, fanya hivi. Nimekuja na maombi hapo, yana masaa mawili. Kwa hiyo tutaongea dakika 5 tu, baadaye tunawasha moto. Kuna siri kwenye haya madude. Yaani kama shetani anaweza kukushtaki na unaweza kumshtaki. Yaani si walifungua kesi, ukishafika pale mbinguni umemaliza kila kitu na unaweza kufungua kesi. Leo tutafungua kesi hapa mpaka mtashangaa, mtasema, yaani kwanza unaomba unaona kumbe ni kweli. Kumbe ni kweli. Yaani unaona kabisa ambavyo kesi unaisikia inapopenya, yani inaenda. Unamfungulia mashtaka. Unasikia vizuri? Ndio haraka sasa. Naomba leo nisome tu notes zangu hapa. Amen. So, katika ulimwengu wa roho, sheria nimewambia inatawala nini? Nguvu. Sema sheria inatawala nguvu. Kama unaandika andika, katika ulimwengu wa roho, sheria inatawala nguvu. Nguvu haitawali sheria. Ukishagundua hilo, utagundua kwamba mahali popote unapotaka kuwekeza nguvu, hakikisha sheria au haki imetangulia. Kama haki haijatangulia, utapoteza nguvu na utapata unachokitaka. Kwa nini? Sheria inatawala nguvu. Nguvu ndio upako, nguvu ndio kila kitu unachokifikiria. Kwa hiyo sheria ambayo hata haionekani, wala haijagi na mitetemeko, wala haijagi na vibration, wala haijagi na machozi, ni kitu tu ambacho unakijua na kinaingia, kinakuwa sense of understanding ndani yako na unakitamka na kukisema. Kina nguvu kuliko, yani kinatawala nguvu na upako na neema iliyo ndani yako. Unanielewa sasa? So sheria inatawala nguvu. Kisahau vyote hicho, usisahau. Amen. Sheria inatawala nguvu. Shetani sio tu baba wa uongo, mnyama mkali, sijui nini mnavyompaka majina. Yeye ni mwanasheria wa kuzimu. Sema mwanasheria wa kuzimu. Mwanasheria wa kuzimu, lakini sheria anayoitumia ni hii ya kwetu. Kwa nini? Kwa sababu sheria ya kuzimu haina nguvu mbele za Mungu. Sheria ya Mungu ndio ina nguvu mbele za Mungu. Anasema amelitukuza neno lake kuliko jina. Kwa hiyo shetani mahali popote anapotumia neno, anajua ana nguvu kuliko akitumia sheria yake. Maana sheria yake mbele za Mungu ni uongo. Ndio maana shetani alipomfuata Yesu, alimjaribu kwa sheria yake hiyo hiyo. Imeandikwa, akapangua. Akaenda na imeandikwa, akapangua. Akaenda na ya 3, imeandikwa, akapangua. So, jaribu zito kuliko yote ni jaribu la kisheria. Umeanza kuelewa sasa? Kwa nini shetani hakumdanganya Yesu kwa kitu ambacho hakijaandikwa?
Kwa hiyo vyote ambavyo vijaandikwa ni anakuja kwa njia ya wizi, anatumia ujinga wako kukufunga. Lakini yote ambayo shetani yanampaga matokeo makubwa ni yale ya kisheria, imeandikwa. Akikufaulu kukupiga hapo, umeisha. So jaribu kubwa sio mume wako, jaribu sio kuzaa, jaribu sio biashara. Yaani hivyo ni vitu vidogo. Jaribu imeandikwa nini? Sheria inasemaje? Haleluya, haleluya. So nimeelezea zile dimension 3 za maombi, najua mmenielewa. Sasa tunaenda kipengele cha Mungu kama hakimu. Mfumo huu wa mahakama sasa tunaanza kumwangalia Mungu kama hakimu. Biblia inamfunua Mungu kama katika nafasi mbalimbali, lakini nafasi ya uamuzi, sawa? Mwamuzi au hakimu au mtoa haki, ambayo hii ni judicial dimension, sawa? Ni dimension au kiwango cha kimahakama. Mwamuzi yote hawezi anatumia ujinga wako na sheria inafunga, lakini yote ambayo shetani yanampanga matokeo makubwa ni ya kisheria, imeandikwa mahakama yake. Akikufaulu kupiga hapo, umeisha. So jaribu kubwa sio mume wako, jaribu sio kuzaa, jaribu sio biashara. Yaani ni vitu vidogo. Jaribu imeandikwa nini? Sheria inasemaje? Anatoa haki wakati unanifungulia Zaburi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema Zaburi 75 mstari. So nimeelezea, bali Mungu ndiye hakimu, umshusha huyu na kumuinua huyu. Someni hapo. Wewe. Zaburi 75 mstari wa 7. Biblia inasemaje? 75 mstari wa 7. Bali Mungu ndiye hahukumuye, humdhili huyu na kumuinua huyu. Tafsiri yangu ya Biblia inasema vizuri. Inasema bali Mungu ndiye aliye hakimu. Aliye hakimu. Ina maana aliye hakimu ahukumuye. Na nasema umuinua huyu na kumshusha huyu. So humdhili huyu na kumuinua huyu. Anahukumiwa, huyu anapata rehema, huyu anashushwa, huyu anainuliwa. Lakini kiwango cha kushushwa na kiwango cha kuinuliwa vinaamuliwa kwa Mungu hahukumuye. Ahukumuye wapi? Mahala pa kutoa hukumu, mahakama ya Mungu. So mahali pa kuinuliwa mtu na kushushwa mtu ni kwenye mahakama ya Mungu. Shetani akiwa na uhalali wa kushusha kimahakama, anayekushusha si shetani, ni Mungu mwenyewe. Unanielewa vizuri? Kwa nini? Inabidi apate haki, maana amesema kweli. Na Biblia ikusema ingieni malangoni pake mkiwa amuingii. Yaani ingieni mkiwa amuingii. Au nitawaingiza mimi Mungu kwa imani. Ni mnaingia wenyewe. So lazima uingie kiufahamu, kiimani na kimaombi. Na ingia kwenye mahakama ya Mungu. Na ingia kwenye kiti chake cha enzi kwa nini? Kwa rehema. Sawa? Kwa lazima ufuate structure. Na ujione umeingia kabisa mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haikusema umeshaingia, anasema ingieni. So ni mara kwa mara. Mungu anakaga kwenye kiti chake cha enzi akimsubiri mtu aje aeleze mambo yake. Sasa wengi wanashindwa kuingia, maana system ya kuingia ni kwa rehema. So wanaingia kudai haki. Ukiwa unadai haki kabla ya kuomba rehema, ina maana hujaingia kwenye mahakama ya Mungu. Bado uko nje. Haleluya. Na haki inapatikana kwake ahukumuye. Kwa uliposhushiwa ni hapo, ulipopandishwa ni hapo. Na kama ulishushwa, unatakiwa urudi pale kwenye mahakama yake kwake ahukumuye, ili ajue ni nani anatakiwa kushuka, nani anatakiwa kupanda. Haleluya. Maombi ya mahakama yanaweza futa kesi ya mtu anayenyongwa kesho ikafutwa leo. Nakwambia ukweli. Ukikutana na mtu anajua kuongoza maombi haya, umeua kabisa. Ukija kwake ukasema niko mbele zako, kama mnavyoenda kwa mapadri, mimi nimeua kweli na tayari nimeshahukumiwa na kesi. Hata kama mchungaji amekufuata mahakama gerezani ukiwa unasubiria hukumu, au umeshahukumiwa unasubiria kunyongwa, anaweza
kusikiliza kesi yako na ukakubali yote uliyoyafanya, ili ajue namna ya kukuongoza kwenye maombi. So unapoomba rehema kwa kukubali mbele ya hakimu kwamba niliua kweli, nawe ni hakimu wa kweli, na ukaingia kwa rehema, ile kesi ikifutwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu, matokeo ya kesi yanaondoka. Matokeo ya kesi ndio hii hapa sasa, mahakama, polisi, sio wapi. Nakwambia kesi ikiamuliwa, kuna watu utashangaa madeni yanalipwa, ujue alilipwaje. Kuna mikopo wewe inafutika, wanasahau hadi deni. Unadaiwa kwani? Mbona hatuoni? Unasema ulikuwa ushataka kuropoka. Mbona kama nadaiwa milioni 7 unatulia kwanza? Amuoni kweli au nilijichanganya? Hebu angalia, anakuambia hatuoni, tunaona hapa 000. Ililipwa na nani? Mahakama. Nakwambia kweli, inawezekana. Kwa nini? Kesi ikifutwa kwa Mungu, ukiingia kabisa vizuri na ukasikia ule mzigo umeshuka, unamwambia Mungu kabisa, kama ninaenda kufa ili kulipia kosa langu la kuua, niko tayari. Kama kweli nitanyongwa, niko tayari. Lakini nimesema yaliyo kweli mbele zako. Niko tayari. Kama hiyo ndio hukumu ulioamua, nihukumiwe kwa kosa langu. Lakini kama damu ya Yesu inanena tofauti na hii hukumu, kwa sababu umenisamehe, pia niko tayari. Kwa hiyo Mungu achague unyongwe au utoke. Unatulia. Usiombe mambo imeisha. Sio unaombea nataka kutoka kesho, Mungu usiponitoa kesho mimi na wewe basi. Sikiliza, hiyo haina hoja yenye nguvu, ni haki. Ni mahakama. Yaani hapo kigezo ni damu. Inasema nini? Hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Full stop. Yaani wewe utoke ukaranderande mtaani uko huru. Yesu akukomboa ili ukahubiri. Yesu akukukomboa ili uwe mchungaji. Alikukomboa kwa sababu anakupenda. Si ndio tiketi? Mama anaelewa mpaka unasikia yamine imeanza kuongezeka volume. Wangapi wameipenda hiyo? Nakwambia ukweli. Sio kwamba ije kutokea, ziko testimony. Ukipewa hapa lazima ushtuke. Yaani nakwambia hivi, mwanamke alikuwa ameachana na mume wake. Mwanaume alikuja tu, alafu anakuja na mchepuko na watoto, anasimama mbele ya yule mwanaume, yaani mbele ya mwanamke wake aliyemwacha. Anamuinsult, anakuja anachukua watoto, anatoka nao, anaenda nao. Anakuja na yule mwanamke wake amemshika. Hamna kitu, hawajagombana, ameamua tu kuhama ghafla. Mwanamke kule amebeba. Mama akasema sawa. Hajui chochote. Kakutana na kuhani kama hivi, aje kwa kuambia uko tayari twende kwenye mahakama ya Mungu. Alimwambia uko tayari twende mahakamani. Amwambia mimi pesa za mahakama natoa wapi? Kufungua kesi. Si nini? Hii ilikuwa ni Marekani huko. Akamwambia sio mahakama hiyo, mahakama ya Mungu. Akamueleza yote, akagundua mwanamke alikuwa na hatia. So mwenye kosa ni ule mchepuko. Ogopa kitu inaitwa mahakama bwana. Yaani wewe mume wako mbona ni mkate kwenye chai? Huyo mwanamke sio anakuibia mume, sio anakuibia nini? Unamloweka kama unamloweka kwenye omo. Yaani ni unamloweka, unamgeuza kama chapati. Pwa. Akitoka hapo amenyooka. Sio kwa kulia. Kwa sababu Biblia imesemaje? Ukiingia mahakamani umemaliza kila kitu, unamwambia Mungu ulisema. Imeandikwa, ulichokiunganisha wewe mwanadamu asikitenganishe. Kama yule si mwanadamu, muache atenganishe. Amen. Unaondoka. Ndio lugha ya mahakama, ni sheria, si machozi. Si kulia. Baba, huyu ni mwanamke, mwanadamu si mwanadamu. Mwanamke, mwanadamu. Ulimuumba wewe ni mtu. Ulisema ulichokiunganisha wewe mwanadamu asikiunganishe. Mimi na huyu ulituunganisha wewe, imeisha. Sume vingine huko umeshamaliza. Huko sasa umefika. Unasema unaleta hoja upate kupewa haki. Huyu sio yule kadhi dhalimu. Huyu ni hakimu wa haki. Umesimama pale unasema sasa leo ninamuita mshtakiwa wangu fulani. Alinichukulia mume wangu, asimame hapa na mimi nisimame hapa. Kwa imani sasa mahakamani. Utapiga magoti, utasimama na utajua. Una present kesi yako. Kesi yangu Mungu ni 1 2 3. Tulifunga ndoa tarehe fulani na tuliunganishwa na wewe. Kwa mujibu wa andiko linalosema 1 2 3. Na ukasema kilichounganishwa na wewe mwanadamu asikitenganishe. Huyu ameamua kukutukana wewe na kudharau neno lako. Hajanidharau mimi. Ameamua kwanza kukuonyesha kama unachokisema wewe ni muongo. Ndio maana ameweza kunivunjia ndoa. Sasa leo ijulikane kama wewe ni msema kweli au huyu ndio msema kweli. Kama vilivyounganishwa na wewe havivunjiki, hii itakuwa ya kwanza. Yangu itakuwa ya kwanza.
unamaliza unamwambia Bwana, yani unasema unamshukuru na Mungu, asante kwa kupokea haki yangu ya kesi yangu. Kesi imefungwa, hakimu ametoa hukumu na ninaweka zuio la mahakama. Ile inaitwa restriction order, restraining order. Zuio la mahakama. Unajai kusikia mtu alikuwa anajenga nyumba ukasikia kuna zuio la mahakama nyumba isiendelee kujengwa, au walikuwa wanataka kuuza nyumba unasikia zuio la mahakama nyumba hata kama ni benki hawauzi. Ulikuwa unaweka zuio kwamba Mungu, kwa sasa hivi naomba zuio la mahakama mpaka hii kesi yangu ipatikane majibu. So unaweka zuio kwanza kwenye mahusiano yao, zuio liwepo, malaika waingie kazini kufanya investigation. Na wiki, yaani kama umesimama na Mungu na unajua ni mtakatifu kweli, umeokoka, una mbambamba, uko sawa, wiki ni kubwa hivi. Unamjua Mungu wewe, unamsikia hapo, ndo Mungu anasema hii jamaa inanielewa hii, yaani unanigusa penyewe. Hiyo sio rahisi. Baba, angalia mume wangu baba. Mungu anasema sasa huyu naye. Hapo saa nyingine unakuta wewe ndio sababu. Wewe ndio ulisababisha. Kwa kama wewe ulisababisha, hakuna namna Mungu anaingilia mpaka urudi, damu ya Yesu ikufutie ile. Alafu Mungu akikuangalia anaangalia anasema mimi sikumbuki dhambi zako. Kama mashariki ilivyo mbali na magharibi ndivyo nilivyoweka dhambi zako mbali na uso wangu. Mungu anaangalia ulikosea wapi, haoni. Yule kamama kanakuja pale na shetani anasimama mshtaki, anasema akitaka kusema angalia, haoni. Faili limeenda wapi? Liko mbali kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Kama mimi Mungu sioni, shetani haoni. Anatafuta evidence, hamna. Evidence hamna. Mungu anagonga meza, kesi imeisha. Akipiga tu ndu kile kirungu, malaika wanasema Bwana tunaenda kazini. Sio tena anaanza malaika nenda, malaika pita, malaika kaa, malaika inama. Malaika wanakisikia tu hakimu amesema, mama we, ole wa huyo mchawi. Hatoamini. Wewe unajitoa, kaa pembeni unasema mimi sijafanya. Mimi nimepeleka kesi. Adhabu kama inatakiwa kulipa mara 7 nayo kesho tu unashangaa jamaa anakuja. Mke wangu natubu mimi. Unasema yule jamaa alinifundisha kitu. Nakwambia nitakuachia namba, utatuma fungu la 9. Mimi nakwambia ukweli. Hata kama hutaki. Sema haleluya. Isaya 30 hela 10 staki. La 10 ni la mtumishi wa Mungu au hata la 3. Sio lazima liwe kubwa sana. Biblia inasema kwenye Isaya 33 mstari wa 22, kwa sababu Bwana ndiye hakimu wetu. Ndiye hakimu wa nani? Bwana ndiye mtoa sheria wetu. Kwa hiyo Mungu ndio hakimu, kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu. Hii napenda hii tafsiri sana. Ndiye mwamuzi wetu. Bwana ndiye mfanya sheria wetu. Kwa hiyo sheria katengeneza yeye, hukumu anatoa yeye. Anayejua sheria kuliko yeye ni nani sasa? Mwenye sheria ni yeye na mtoa hukumu ni yeye. Kwa hiyo yeyote anayeenda kwake awe anaijua sheria. Sasa ndio maana Biblia inasema leteni hoja zenu mpate kupewa haki yenu. So utagundua kwamba kama hujui haki yako hauna cha kwenda kusema mbele ya mahakama. Nimekupa tu mfano wa andiko nikakwambia ndoa iheshimiwe na watu wote. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu. Yaani hiyo mwanadamu ukisikiza tu mwanadamu unaanza kuwaza kale ka sister si mwanadamu yule. Hiyo tu imemaliza kazi, show imeisha. Yaani na unatoka asubuhi, anarudi hata saa 1 asubuhi alilala wapi, unampokea na unamkumbatia unamwambia mzee, karibu ndani, unamwekea na chai na mayai. Unajua kesi imeisha. Ni swala la muda. Sijui unanielewa? Sio tena unaanza tena kulia baba mbona anarudi tena? Tulia. Malaika wako njiani, labda unamna mahali walipitia kama alivyopita kwa Ibrahim kabla ya kwenda Sodoma. Wakaja labda Beni aliwasuia mahali. Kaambia njoo kwanza hapa tujadili 1 2 3. Haleluya. Lakini umeshaamini kwamba sheria ya Mungu inafanya kazi. Wangapi wanapenda mahakama ya Mungu? Ndio maana Daudi Mungu alimuuliza, nikupige na tauni au nikupige kwenye mkono wa adui zako? Daudi akatafuta ambacho Mungu hajasema. Akamwambia Bwana, sitaki tauni wala sitaki mkono wa adui, ni uwe wewe. Maana alimwambiaje? Hukumu zako nazipenda, sheria yako naipenda. So akajua Mungu akinihukumu kulingana na sheria zake, ninajua wapi nitamkamata. Daudi alikuwa champion, ndio maana Mungu alikuwa anampenda. Anamwambia Mungu, hukumu zako nazipenda hata kama ni za kufa, nazipenda.
Maana najua mkononi mwako siwezi kufa nikaangamia nikaisha. Si wanasemaga Waswahili, zui mwili kujiwalo alikuli likakwisha. Yeye anajua kwamba adui atanimaliza, tauni itanipoteza. Anamwambia Mungu, wewe tumalizane. Kama unaniua wewe niue. Si unanielewa? Kwa sababu anapenda hukumu ya Mungu, anapenda sheria ya Mungu. Na sio kama alikuwa anapenda zile tamu tu. Kama anajua ni Mungu anamrudi, anasema sawa, lakini ni angalau ni wewe. Kwa nini? Mahakama ilikuwa inaruhusu. Sasa kipindi cha Daudi kulikuwa hamna mtetezi. Kumbuka kila mahakama huwezi ingia mahakamani kama hujui. Sasa uzuri wa sisi sana kingine, ngoja niwaambie sasa. Faida tulionayo, hii mahakama tunayoingia sisi saa nyingine si hatujui sheria. Tuna mwamba pale. Wakili, sio Roho Mtakatifu. Tuna wakili. Kwenye mahakama ya Mungu uendi kwa Yesu, unaenda kwenye dimension ya Mungu Baba, Mungu mwenyewe hakimu mkuu. Yesu mwanasheria, damu ya Yesu shahidi. Kwa hiyo ukifika pale unasema Yesu ndo shahidi wangu. Ndo wakili. So yeye vifungu vyote sheria anapiga, Yesu anakaa pembeni anasema anajibu. Shetani anatoa, Yesu anajibu. Haya, nipe ushahidi, Yesu anatoa damu. Baba, shahidi huu hapa kwamba hii damu huyu mtu yuko huru kuanzia leo. Kwa nini? Sililimfia. Damu inaanza kunena tofauti na cha huyu. Kesi imeisha. So pia sio lazima ujue sana. Una wakili? Tuende maandiko labda ndo tutaelewa. Haleluya. So tumeelewa. Isaya 63 mstari wa 22 umeielewa? Kwa Mungu anapoketi, anaketi kama hakimu, sawa? Yeye aangalii hisia zetu, anaangalia sheria inasema nini. Damu ya Yesu ndo ushahidi, sawa? Kwa anaangalia sheria inasema nini na anaangalia damu ya Yesu inasema nini. Ni vitu viwili, neno au damu. Kwa kuna vitu utavipata kwa damu, kuna vitu utavipata kwa neno. Kuna wakati damu haitazungumza, sheria yake mwenyewe itajitetea. Sawa? Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganisha. Hapo huwezi kuita damu ya Yesu. Umeelewa? Hapo ni sheria inasemaje. Na kuna wakati hakuna hukumu ya adhabu juu ya leo katika Kristo Yesu. Kwa hiyo unajua kabisa hapa ni kwa damu ya Yesu. Kwa nini? Adhabu zote zilibebwa. Adhabu kumbuka inatolewa kwa mtu aliyekosea. So hapo wewe ni mkosaji, ila damu inasema kwa sababu uko chini ya Kristo, adhabu haipo hata kama umekosea. Umeelewa sasa? Hivi ukihukumiwa na Mungu hivi, si ni Mungu mtamu sana huyu? Hasa unasubiri wachawi wanakusulubisha, yani wamekusulubu. Hapo ulipo una mbele una nyuma. Na wakati una mahali pa kukimbilia leo usiku, leo. Yani kama uwezi unachukua kabisa karatasi unaandika, unafungua kesi kama mahakamani. Unaanza hakimu, unaanza address, unaenda vifungu na okoti maandiko, unaweka. Wewe ukifika ukishamaliza toba yote umeingia kama nitakavyokuelekeza. Unasimama tu unasoma kama gazeti baba. Maana utasahau. Unashuka mpaka mwisho unaweka amen. Unalala. Asubuhi pakikucha utaniambia. Eti si nilikuwa siuzi, si nilikuwa sifanye nini? Utashangaa hivi na hii biashara yangu kumbe inaweza ikauza 100,000 kwa siku. Na ulikuwa unauza 2,000. Unashangaa unauza zinaisha zote na mzigo umeisha na hamna kitu dukani. Na ulikuwa huo mzigo umekaa miezi 3 hujauza kitu chochote. Wangapi wananielewa? Unaweza peleka watoto wako mahakamani kwa Mungu. Nakwambia hivi, atakunywa pombe atatapika utumbo. Eti bangi sio nini, mahakama tu. Ishi unazijua sheria. Haleluya. Haleluya. Hiyo ndo maana Mungu akasema kuwe na maombi. Maana ingekuwa sio hivyo, tungebidi tuishi tu maisha ya kawaida. Maana tushakombolewa na Kristo. Kwa nini tuombe sasa? Kwa sababu utawala wa duniani amempa mwanadamu. So muda wote unapotaka nguvu isiyo ya kibinadamu kuingilia mambo yako, kuna utaratibu wa kufuata wa kisheria. Si unanielewa jamani? Wangapi wananielewa? So anayehukumu ni Mungu, sheria ni ya kwake, sawa? Na unatakiwa kujua kitu unachotakiwa kingine unaweza kuandika ni kwamba haki yote kuhusu wewe imetekelezwa na Yesu Kristo. Haki. Kwa hakuna jambo utaingia kwenye mahakama ya Mungu ukute halina haki. Kupitia Yesu Kristo. Halipo. Yesu alimaliza vyo, yani nikwambie hata kama uliua jana. Yani hata kama leo asubuhi umetoka guest ukaja kanisani. Yani ndio umetoka kwa dokta kufanya abortion leo. Haipo.
alipo jambo utakaloingia kwenye mahakama ya Mungu ambalo sheria yake au haki ya Kristo haiwezi maliza. Yaani hiyo dhambi haipo. Eti si wewe ni mchawi hapa, si wewe eti uliua, si ulifanyaje, haipo. Na uzuri ni kwamba ile haki ya ile jambo linapoondolewa na Kristo na madhara yake yanaondoka. Hiyo ndo advantage. Wangapi wanaifurahia sheria ya Mungu? Wangapi wanaifurahia mahakama ya Mungu? Sema ni hukumu Bwana. Unaogopa nini? Sema ni hukumu Bwana. Maana sheria yako naipenda na hukumu yako naipenda. Maana hukumuvyo wewe si kama hukumuvyo wanadamu. Mahakama ya Mungu inaondoa kitu kinaitwa mapambano ya nguvu. Inaondoa kitu kinaitwa mapambano ya nguvu. Kutumia misuli, kutumia nguvu kimwili, kupambana we kama wewe. Inaondoa kujilipisha gharama ili upate ukombozi wako. Kujilipisha we gharama na kuingia gharama kubwa ili upate faida au matokeo ya lile jambo unalolitaka. Kwa hiyo nguvu inakuwa si kubwa sana kwa sababu umeiaddress mahakama ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Hii tunaita ni effortless victory of victory. Ushindi pasipo mabavu. Ushindi pasipo kupambana sana. Wangapi wanaitamani hii? So mara baada ya mahakama ya mbinguni kutoa hukumu ya haki kwa faida yako, sawa? Hukumu hiyo inatumwa kwa malaika direct, ambao ndo maafisa wa mahakama wanaotekeleza sasa hukumu iliyotolewa. Si unaelewa? Kwa hukumu inapotoka tu, maafisa wa mahakama ambao ni malaika wenyewe wanaingia kazini. Sio kwamba hukumu inatolewa afu wewe unaambiwa tena ukatekeleze. No. So mara tu mahakama inapotoa hukumu, Mungu anapomaliza kutoa hukumu in your favor, kukupendelea wewe, kwamba hii hukumu imetoka kwa haki yako, mshtaki akahukumiwa, ile hukumu na faili lote linakabidhiwa malaika. Kwa ajili ya nini? Utekelezaji. So ukishajua hivi kwenye akili yako, huhangaiki tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inakuwa si kwa nguvu zako, inakuwa ni kwa amri ya mahakama. Ile amri inaanza kumlazimisha shetani kuachia vitu vyako mara moja. Sio wewe, ile amri yenyewe inaanza kumshurutisha. Na shetani anaweza kushindana na wewe kwa akili zako, lakini hawezi shindana na sheria ya Mungu. Neno analosema Mungu, shetani anatetemeka. Si unanielewa? So ni bora upate ushindi kwa kinywa cha Mungu kuliko kupata ushindi kwa jasho lako. Wangapi wanataka kupata ushindi bila jasho? Haleluya. So nitaongelea kitu kinaitwa, kwanza umeshaelewa mahakama ya Mungu ilivyo. Namna ya kuingia kwenye mahakama ya Mungu. Tunaingia kwenye mahakama ya Mungu kwanza kwa kukubali tuna hatia. Na hatia unayoingia nayo kwenye mahakama ya Mungu, huingii na hatia yako binafsi. Unaingia na sin na iniquity. Unaingia na dhambi na makosa hadi ya baba zako na babu zako. So unapoingia, umenyooka hivi kwa kiburi, unaingia kwa unyenyekevu. Ukijua kwamba kuna pengine, kwa sababu ukiingia kwenye mahakama wakianza kusearch, kuna mahali utakuta unadoa. So inabidi uingie kwa mfumo wa kujua kwamba na dhambi, labda hili jambo si mimi nimetenda, alitenda mama yangu. Labda hili jambo si mimi nililifanya, alifanya babu yangu. So limeniaffect na mimi. So unapoingia kwenye mahakama, sura inayoonekana si ya babu yako, ni wewe ndio unaonekana ulifanya. Sababu Biblia inasema nitapatiliza maovu, yale maovu wewe yakija kwenye kwako yanakuwa ni kama ulifanya wewe leo. So unaingia na mizigo yote, yani unajiona kabisa nimeitwisha yote ninayo, naingia nayo kwenye mahakama ya Mungu na kuomba rehema kwa damu ya Yesu. So rehema ndo hatua ya kwanza mlangoni pa. Sawa? Ukishaomba rehema, ukajitakasa, ukajisafisha, uovu wote uliofanya, kama unaujua, unautamka, unautaja, unausema. Ukimaliza ukataja na ya ndugu zako na ya familia yako na kila kitu. Unapomaliza hapo, unaingia kwenye kitu kinaitwa enter into his court with thanksgiving and praise. So unamshukuru Mungu, unamtukuza huyo hakimu, unamuinua. Yani kwa lugha nyingine kwamba mtu anapoingia kwenye mahakama ya Mungu anaingia kwa sifa. Kwa sababu gani? Wakati huo una qualify kumsifu. Kwa sababu Mungu anapenda sifa, anavutiwa. So unamshukuru.
alivyo hakimu wa haki, alivyo mwema, alivyo mzuri, anavyokuazia mema, sheria yake ilivyo nzuri. Lakini wakati huu umetakaswa kwa damu ya Yesu. Wangapi wananielewa? So unamshukuru Mungu. Biblia inasema ingieni malangoni pake, lakini Kiingereza inasema enter into his court. Courtroom. Courtroom maana yake ni mahakama. Kiswahili inasema nyuani. Nyuani, si ndio? Ila nyuani ndo mahakama. Sasa kumbuka Kiswahili kimetoka kwenye Kiingereza, Kiingereza kimetoka kwenye lugha iliyoandika Biblia. Sawa? So sisi tunaweza kuwa na upungufu wa maneno. Hata nyuani mwingine hajui nyuani ni nini. Yeye anakutaka kwenye Biblia tu. So ni mahakamani, pale ambapo haki na hukumu zinatolewa. Umeelewa? Ndio mfalme amekaa, anatoa hukumu na haki. So unaingia hapo. Bwana Yesu asifiwe. So ukishamaliza una summon au unaita washtaki wako, maana huwezi kuhukumiwa wewe kama mshtaki hayupo atoe ushahidi. Unayemshtaki na aliyekuhukumu lazima awepo ili haki itendeke. So unaenda wewe mwenyewe unamuonga hakimu. Unawaita, yani kuwaita ni lugha ya kukubali kile walichokuhukumu. Na baada ya kuja, kabla hawajaongea unamwambia Mungu, nakubali hukumu yao ni ya kweli, lakini kwa damu yako. Kwa sababu gani? Unajua kabisa shetani anayeingia kwenye ile mahakama haingii kwa uongo. Uongo utakuwa uko ukisema tu kwa jina la Yesu, uongo wa shetani unateketea. Hata kwa kuconfess tu vitu, maneno maandiko tu, uongo wa shetani unafifia, unapotea. Yale mawazo yanayokuwa yanakuletea uongo yanaishaga, vile ngome zinaanguka. Lakini kwenye ukweli inabidi ukubali, kwa sababu unajua aliyeingia hapa kwenye mahakama na kwenye ulimwengu wa roho umuone, wachawi wote, maadui zako wote mpaka bosi wako kazini, wote wanakuja wanapanda pale siku hiyo kwenye ulimwengu wa roho. Hawatajijua, watasikia tu moyo ni kama ueleweki. Asubuhi akiamka yani anasema tu, binti yangu nakupandisha mshahara, maana unastahili, la wamekataa. Haleluya. Sio tu mshahara, maana kuna wengine wanawaza mshahara. Kuna mambo ni mengine ni makubwa kuliko hata pesa. Ukiyapata hayo, pesa ni laini sana. Amen. So unawaita, wakishakuja pale sasa kesi inaanza. So kesi inafunguliwa rasmi. Kabla kesi haijafunguliwa unaanza kumtambulisha wakili mbele ya hakimu kwamba mimi nakuja leo siji kujitetea, ila nina wakili wangu atakayenisemea, Yesu. Kwa hiyo unamwambia Mungu, wakili wangu mimi ni Yesu. Kwa hiyo jambo lolote atakalo kuuliza, angalie Yesu anajibu nini. Unanielewa sasa? Lakini pia unamwambia mimi ushahidi nilionao pekee ni damu. So jambo lolote litakalosemwa, ushahidi nilionao ni nini? Damu ya Yesu. So wakili Yesu na damu ushahidi ndio wanakuwa watetezi. Wewe unanyamaza kimya. So kunyamaza kimya si kwamba utayasema unataka kuyasema, ila unajua kwamba Luka 10:16 inasema unapoongea wewe ni Kristo anaongea. Umeelewa? So unaongea kana kwamba ni Kristo anasema. Kwa hiyo unayasema yale Kristo alikwisha yafanya. Unaanza kudai haki yako. Simple. Andika, maana unaweza kaenda ku structure maombi. Unaweza kaingia kwenye mahakama ya Mungu hata kwa jambo moja tu, ila ushajua mfumo. Unaweza kukutana na jambo gumu mahali ukaingia somewhere ukalipiga dakika 5 za moto, umemaliza kazi, unatoka, vita imeisha. Yaani inaisha hapo hapo. Na kuna muda utaingia kwenye maombi ya muda mrefu, umetengeneza maombi, umegusa maeneo yako yote kwa unaomba muda mrefu. Lakini kuna muda kinatokea jambo moja tunataka uliaddress, labda ni situation ya mtoto. Ghafla unataka uiaddress, kwa unajua namna ya kuiaddress. Hiyo hata ndani ya dakika 15 20 umemaliza. Kwa hiyo maana ni vizuri ukajua namna. Bwana Yesu asifiwe. So kuna kitu kinaitwa mahamisho ya kesi toka mahakama za chini kwenda mahakama za juu. Kama vile Mungu alivyo na mahakama mbinguni, ulimwengu wa giza nao au ulimwengu wa kuzimu nao una mahakama zao. Una mifumo ya kimahakama unazo. Sawa? Katika kama hizi za kichawi au za kiganga au mabaraza yao ya giza, maisha yako yanajadiliwa kila siku. Huduma yako inajadiliwa, ndoa yako inajadiliwa, watoto wako wanajadiliwa kila siku. Na Biblia inasema shetani ni kama simba angurumaye akitafuta mtu ammeze. Kwa anachotafuta ni uhalali.
Yaani kinachofanya aweze kukumeza ni uhalali. Kwa anatafuta loophole, anatafuta nafasi, ni wapi ninakuwa na uhalali ili ni muattack. Kwa hiyo shetani, hizi mahakama za kuzimu zinakaa kujadili. Kwa hiyo ni kama zina summon spirit, wanamwambia huyu kwenye ile eneo kuna 1 2 3, au ile eneo ni mdhaifu. Kwa hiyo mkiweza kumfanya akosee kwenye ile eneo la udhaifu wake, tutakuwa na uhalali wa kumkamata. Kwa unashangaa kuna kitu kinatokea kinajirudia, ila kwenye eneo lako kabisa unajua ile eneo mimi nakaa udhaifu fulani. So siku unajisahau, unaanguka kwenye ile eneo la udhaifu wako, wanapata evidence ya ushahidi. Hiyo ndo wanaitumia kuleta vitu vyote na affliction zote kwenye maisha yako. Na kwa sababu wana uhalali, malaika haingili, Mungu haingili, Yesu haingili, damu ya Yesu haifanyi chochote. Kwa sababu damu ya Yesu haifanyi kazi automatic. Inafanya kazi kwa kuwa applied. Lazima uiseme kwa kinywa chako. Kama ambavyo wokovu hauji automatic, lazima ukiri kwa kinywa ndio uokoke. Ndio hivyo, lazima uikiri kwa kinywa ili ile kosa lifutike. Si unanielewa sasa? So wanapokuwa na ushahidi, wanauchukua ushahidi alafu wanakunyamazisha na kukufunga usilione hilo eneo ulilokosea, ili kifungo kikolee na kikomae. Na kifungo kinapoanza kukomaa na kukolea, kinakutendesha dhambi nyingine. So nyaraka zinaanza kuongezeka. Na hapa amefanya, na hapa amesema. Mchawi mmoja alisema neno moja la Mkristo lililokosewa ni zaidi ya jeshi la mapepo 1000 kutoka kuzimu. Yaani lina faida kuliko mapepo 1000 shetani anaweza kuyatuma kwako. Neno lako moja, kauli yako moja, bora nife, hiyo ni zaidi ya mapepo 1000 yakitumwa leo kwako. Sababu mapepo 1000 yaliyotumwa kukuua, ikiwa hujasema bora ufe, hayana nguvu. Ila bora ufe yako haihitaji hata pepo. Unakufa kweli. So shetani anaangalia sana unachokisema kuliko nguvu alionayo. Unanielewa? Umesema mambo mangapi? Unaomba usiku hivi, asubuhi unasema tofauti. Unachokiomba na unachokisema ni vitu viwili tofauti. Kama unaweza andika kabisa, kauli yangu moja ina nguvu kwa shetani na ina faida kwa shetani kuliko mapepo 1000. Ili usio unaongea vitu careless. Usiseme umaskini utaniua. Usiseme ugonjwa wangu, ugonjwa utaniondoa. Niliwaambia jana, nikwambia shetani hata akikutupia ugonjwa wake, kupiga na kombora lolote, hajuagi kama limekupata mpaka useme. Yaani mpaka utangaze mwenyewe mgongo, anajua tayari limehiti. Ukinyamaza kaendelea kusema niko sawa tu babu. Wewe unaendeleaje? Naendelea vizuri bwana. Sasa ile ngoma imegoma, anaitoa anatafuta nyingine. Lakini siku ukisema tu kwa kukiri kwa kinywa, umekiri udhaifu. Biblia ilikuwa inasema uongo unaposema aliye dhaifu aseme ana nguvu, aliye mgonjwa aseme ana afya, aliye maskini aseme ni tajiri. Kimwili ni uongo kwenye mwili, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni ukweli unaoshinda uongo wa mwilini. Wangapi wananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wana mahakama kila kitu, wana mifumo ambayo inatumika kukuinvestigate, kukufuatilia ili wapate ushahidi wa kukuhukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ya kuhamisha kesi kutoka kwenye hizi mahakama. Huwezi kupigana na hukumu ya kichawi kwa nguvu za mwili au hasira. Kwa sababu eti umekasirika, wamenikera, eti ndio unainua vita. Vita ya kisheria haipigani kisheria, yaani kihisia. Vita ya kisheria inatumia sheria. Ukiwa umehukumiwa leo kisheria, ukienda mahakamani, hata ukilia, hakimu akuhurumia. Hata kama umeenda na watoto wako umebeba hivi, wamekufuata na wengine unanyonyesha, yaani nakwambia utaambiwa peleka nyumbani, watakunywa maziwa ya ng'ombe, hukumu miaka 30 jela. Na watoto wanalia na wewe mnalia wote na unafungwa. Kwa nini? Vita ya kisheria haishindwi kwa hisia, inashindwa kwa sheria. Wangapi wananielewa? So lazima uombe amri ya kuhamisha kesi kwenye hizi mahakama ukiwa kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Baada ya kuingia pale, hamisha kesi zote zije kwenye hiyo mahakama ya Mungu, unazozijua na usizozijua. Bwana Yesu asifiwe. Unazihamisha kutoka kwenye mahakama za chini kwenda juu. Unazihamishaje? Lazima ukiri na kutubu. Kwa unapokiri ukweli, mahakama ya Mungu inakubali. Bwana Yesu asifiwe. Unatubu kwa ajili ya nafsi yako mwenyewe na kwa ajili ya damu za mababu zako,
ili kuondoa msingi wa kisheria ambao wachawi wanatumia kukushtaki. So unapotubu ule mfumo wao unavunjika, kwa sababu haki, kumbuka, so wamekushika kihalali na uhalali wao huwa ni dhambi tu. So dhambi ikiondoka, zile kesi zao zinakuwa nyepesi. So ukiziita kwenye mahakama ya Mungu ni rahisi sana, kwa sababu usianze kufika ukaanza kuita naita. Unaita kesi ambazo wewe bado ni mwenye dhambi, wana uhalali, hata amna kitakachotokea. Lakini unapokuwa umevunja msingi wa ile kesi yao ambayo ni hukumu, ni haki yao ambayo ni dhambi ulioifanya wewe, unapovunja msingi, kesi yao inakuwa ni nyepesi. Haina msingi wa kisheria wa kukataa kuitwa kwenye mahakama ya juu. Unanielewa? Hiyo ndo namna ya kuita hizo kesi. Sawa? Unatumia pia damu ya Yesu ambayo inanena mema juu yako, kwa sababu zile kesi zote walizofungua kuna kitu zinanena kinyume na wewe. So unaiita hii damu inene mema juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unatumia kifungu cha kisheria cha kufuta hati za mashtaka ambayo ni Wakolosai 2:14. Hakuna hukumu ya adhabu. Amini ile hati ya mashtaka iliyokuwa inatushtaki aligongomea wapi? Msalabani. Sinajua mnaijua. Alifuta ile hati iliyoandikwa kwa amri, sawa? Zilizokuwa zikitupinga. Najua ile andiko mnalifahamu. So unapolisema lile neno mbele ya Mungu, kwa sababu umetakaswa, ile inakuwa ni sheria kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo zile kesi zao zote zinaonekana. Ili zifutike lazima zionekane. Kwa mpaka hapo umeziibua. Hata kile usichokijua kilichokuwa sirini kinaibuliwa ili kifutike. So unanielewa? So hata kama ulikuwa hujui kuna kitu kimesemwa mahali, kinaibuka. Hata kama ni maneno mama yako alikutamkiaga kwa sababu ulimuudhi akasema neno likakaa, linaitwa, linafutika. Sababu kuna vitu vingine wanapitia ni maneno ya wazazi, ni maneno ya ndugu, ni maneno yao wenyewe. Si dhambi, ni maneno yao wenyewe, wamevuna. Sababu Biblia inasema ukiupenda ulimi utakula matunda yake. Kwa hiyo ni matunda ya maneno yao. Si Biblia imesema? Kwa hiyo kuna vingine si dhambi ila ni matunda, ni mavuno, lazima uvune, ndio sheria. Kadiri nchi umupo majira ya kupanda na kuvuna hayatakoma. Kwa hiyo lazima kinywa chako kionyeshe kwamba kinatakiwa kuvuna kilichopanda. So unaposema kwenye mahakama ya Mungu, unapotamka hii kwamba hakuna hukumu ya adhabu, ile hati ya mashtaka imegongolewa msalabani, yale maneno yote yaliyosemwa bila uhalali, nimetubu, yameoshwa, yamefutwa. So yanaanza kutafutwa. Ili neno linaanza kusearch. Neno linagawanyaga nafsi na mafuta, mifupa na maji. Si mnajua? So linaanza kutafuta ni wapi kuna nini kimesemwa, kimefanyika, kimetamkwa, kimewekwa. Inapita kwenye ardhi, kwenye anga, kwenye maji, kuzimu kwa Jezebeli, kuzimu yote ya juu ya chini, kila mahali. Inatafuta chochote kinachokuhusu wewe. Inakiibua. Wewe unakijua, wewe ukijui, afu kinafutika. Umenielewa? Sijui mnanielewa, sijui mnamnielewi. Sawa? So nataka nikupe maandiko machache, bado dakika 2. Andika tu, utaenda kuyasoma mwenyewe. Danieli 7:10. Inasema mto wa moto ukatoka kupita mbele zake. Maelfu ya maelfu wakamtumikia. Na 10,000 mara 10,000 wakasimama mbele zake. Ni Danieli 7:10. Hukumu ikawekwa. Sawa? Na vitabu vikafunguliwa. Kwa hiyo hapa tunaona picha ya mahakama ikiketi na vitabu vikifunguliwa. Kwa hiyo kuna rekodi zako. So unapokaa kwenye mahakama ya Mungu, lazima ujue wewe kabla hujaja kuwa mchungaji duniani, wewe kabla hujaja kuwa mama fulani, mke wa fulani, kabla hujawa hicho ulichokuwa leo, kabla ya vyote vilivyotokea na yote yaliyotokea kwenye maisha yako, kuna ambacho kiliwekwa na Mungu mwenyewe kwamba utakuwa hicho. Na kina rekodi mbinguni. Kwamba kitabu cha likeness kipo na historia yako utakavyoishi duniani mpaka siku utakayoondoka. So unapoita mahakama ya Mungu mbinguni, lazima pia uite na kitabu chako cha maisha yako, ili Mungu angalie kwenye kile kitabu ni nini kimeandikwa na wewe ni nini unakiishi ambacho hakijaandikwa, ili atukuze alichokiandika kuliko ulichokipitia wewe kwa matakwa yako. Si unaelewa? So hapa ndo kunaitwa kitu kinaitwa divine alignment. Kwamba kwenye mahakama Mungu anaanza kukucorrect. Kwa hiyo utaanza kushangata maisha yako, kuna vitu vinaanza kuondoka wenyewe. Kuna watu wanaanza kuondoka wenyewe. Kuna maono unaanza kuyapokea. Kuna tabia unaanza kuzirekebisha. Kuna mifumo unaanza kuivunja ulikuwa umeijenga. Kuna imani ulikuwa nazo nzuri kabisa za Mungu, ila Mungu anakuambia hii haipo. Hii kwenye maisha yako haifanyi kazi. Kwa nini?
tayari ulishaamrisha yaliyoandikwa kwenye kitabu chako mbinguni yasomwe na wote wasikie, mshtaki, malaika na mashahidi wote. Si unanisikia? Kwa hiyo kinaposomwa, Mungu anaangalia ni nini huyu mwanangu nilisema na nini akijawa. Unamuuliza Mungu, je, maadui watakuwa na nguvu ya kuzuia ulichoandika wewe kabla mimi sijazaliwa? Haiwezekani. Maana kila ushindani na upinzani uliopitia ulikuwa unapingana na kile Mungu alichosema juu yako, si ndio? So vitabu vipo. Ndio maana nimekupa andiko Danieli. Utaenda kusoma tu mwenyewe, najua ukiwa na time, kama ni mtu mpenda kujifunza. Lakini pia utawasaidia na watu wengine wakati wa kuwafundisha. Sababu lazima watu wajue hizi siri. Amen. So anasema hukumu ikawekwa na vitabu vikafanya nini? Vikafunguliwa. Ukiendelea kusoma utakuta hadi viti vya enzi vilikaa na mashahidi wakazunguka kiti cha enzi. Hii Biblia huko inasemaje? Mto kama wa moto ukatoka kupita mbele zake, maelfu wakamtumikia na mamilioni wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa na vitabu vikafunuliwa. Vitabu. Waebrania 12:22-24. Ni maandiko tunakupa, nishamaliza. Bali ninyi mmeufikilia mlima Sayuni na mji wa Mungu aliye hai, Yerusalemu wa mbinguni, na majeshi ya malaika 10,000, mkutano mkuu wa kanisa la wazaliwa wa kwanza, walioandikwa mbinguni. Walioandikwa wapi? Walioandikwa wapi? Kumbe umeandikwa. Hicho kilichoandikwa ni nini? Walioandikwa mbinguni. Na Mungu mwamuzi wa watu wote, hakimu mwamuzi wa watu wote, na roho za watu wenye haki waliokamilika, na Yesu mjumbe wa agano jipya, sawa, na damu ya kunyunyiza inenayo mema kuliko ile ya Abeli. Huo ndio ule mfumo niliokupa, sawa. Kwa hiyo ndio muundo wa mahakama ya Mungu. Yesu ndio mtetezi, damu ndio shahidi mkuu. Haleluya. Damu ya kufanyaje? Application. Ukishaona ya kunyunyiza maana ni applied. You have to apply. Sawa? Hiyo ni dimension ya apply. Sio automatic. Ni damu ya kunyunyiza. Lazima kuwe na mtu wa kunyunyiza. So you apply the blood. Kama mtu anakuambia damu ya Yesu haifanyi kazi. Damu ya Yesu hailindi. Haya bwana. Tusiongee vibaya na watumishi wa Mungu wengine. Amen. Isaya 43:26. Unikumbushe tuojeane pamoja, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Hii inasema upate kuhesabiwa haki. Kwa Mungu anataka ulete hoja kisheria mbele ya mahakama yake ndo akupe haki. Zaburi 89:14. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako cha enzi. Kwa hiyo kiti cha enzi kilivyojengwa kimejengwa na haki na hukumu. Hebu fungua hiyo Zaburi 89:14. Nisome hii translation inasemaje? 89:14 Zaburi inasema haki na hukumu ndio msingi wa kiti chako, fadhili na kweli zimo mbele za uso wako. So anakufadhili lakini anaangalia ukweli. So uongo, ndio maana nikakwambia uongo wowote ukitokea pale mbele ya kiti cha enzi hauwezi kukaa. So shetani atakuja na kile cha kweli tu. Lakini unapokuwa umepeleka damu ya Yesu kwanza, kila anapojaribu kusema kinywa chake kinafungwa. Hawezi kuongea chochote. Lakini utagundua kwamba haki na hukumu, nani anaweza kutoa haki na hukumu kama sio hakimu? Ndio msingi wa kiti. Kwa hiyo popote unapoapia mbele ya kiti cha enzi, lazima usikie haki na kuhukumiwa kwa makosa yako. Au kama sio kuhukumiwa kwa makosa, upewe haki unaostahili. Na maana kama kuna haki, ina maana kuna kudhulumiwa. Kwa hiyo inabidi watu wapewe haki zao. Kama kuna hukumu, ina maana kuna waliokosea wanatakiwa wahukumiwe. Si ndio maana yake? Au ile andiko linamaanisha ndio msingi, nasema ndio msingi wa kiti chako. Ina maana kama ni kitu umekaa miguu ile ambapo Mungu anaikalia, msingi ni haki na hukumu. Kwamba waliodhulumiwa wapewe haki na waliokosea wapewe hukumu. Hakuna hukumu bila makosa na hakuna haki bila dhuluma. So wote tunaenda mbele ya kiti cha enzi tukidai haki na hukumu. Na wewe unapoenda, na maana nakwambia ukifika lazima udai vyote viwili. Lakini unadai mkono wako wa kushoto au wa kulia umeshikia damu ya Yesu. Unajua tu hukumu ikitoka unainua damu. Umeelewa? Ndio maana akasema kikaribieni kiti cha enzi kwa ujasiri, maana kabla ya Yesu ilikuwa ni kimbembe. Ukiingia umekufa. Ukisimama madhabahuni umeanguka.
Patakatifu patakatifu, mtu alikuwa akiingiza mgutu vibaya, anavutwa na kamba, ni marehemu. Kwa nini? Hukumu ilikuwa nje. Sasa hivi tuna damu ya Yesu inayotutakasa. Damu ya Yesu inaonena mema. Kwa kuna wakati tunakuwa kabisa tunahatia mbele za Mungu, ila tunajua kuna damu ya Yesu inatupa ujasiri. Maana akasema nenda kwa ujasiri, usiogope. Nenda hivyo hivyo, nimezini sawa, Mungu nimeua sawa, nimefanya abortion sawa, nimechepuka sawa, nimemsaliti mume wangu sawa, lakini nakuja, maana najua damu ya Yesu inafanya nini. Na unaenda ukitegemea kupata hukumu na haki. Na kama unajua umekosea, nenda kabisa dai hukumu yake. Ni hukumu kwa haki, maana mimi ni mkosaji. Sasa unapoinua damu, inaanza kunena tofauti na kile ulichokifanya. Haleluya. Wangapi wanafurahia ninachofundisha? Andiko la mwisho, andiko mawili ya mwisho ya Ayubu 1:6. Ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikuja kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaja kati yao. Shetani alienda mbele za Mungu kufanya nini? Kwa hiyo shetani anaweza kuingia tu kwenye mahakama ya Mungu, maana muda wote shetani alipoonekana mbinguni alionekana akiwahukumu watakatifu. Ndio maana Mungu alimuuliza, umemwona na mtakatifu wangu Ayubu? Ina maana kuna watakatifu walipelekwa mambo yao, wakamaliza kujadili, Mungu akamaliza akasema, nani mbona hujamtaja? Umemwona na yule mama? Maana aliwashughulikia wengine, wakapigwa, akasema hawa umewaweza. Haya, na Beni? Akasema huyo, mpaka aseme huyo. Sikia, huyo. Unajua maneno yanakuaga yanakupa picha hivi. Ukiniambia mfano akasema na Grace, nikakwambia huyo, ina maana kwenye sentensi kuna kitu kinachoelezea kuna wengine ambao walishatajwa kabla, si ndio? Kwamba umemwona mtumishi wangu fulani, akasema huyo si umemzingira, huyo umemzingira. Si mnalijua ile andiko linasemaje? Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani. Kwa hiyo kuna wengine ambao shetani aliwawakilisha Mungu, akaona nimepigwa. Hakuna mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu, mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Endelea mbele. Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo ina maana ni huyo miongoni mwa wengi, huyo Ayubu anamcha Bwana bure? Anamcha Bwana bure? Endelea mbele. Anamuuliza, anamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyake alivyo navyo, kazi za mikono yake umezibariki. Alijuaje kama alikuwa mtembelei? Mmoja jamaa alikuwa anapiga, yani kazi za mikono yake alikuwa ashajua. Sikia, anajua kabisa umemzingira kwa ukigo pande zote. Kwa hiyo na wewe unaweza kuwa umezingirwa. Akakuta wewe umezingirwa, akasema sawa. Akaenda kwenye nyumba yake, akakuta na nyumba yake imezingirwa. Akaenda na vitu vyote alivyo navyo. Kwa hiyo alitoka Ayubu, akaenda nyumba, akaona nyumba nayo imezingirwa, akatafuta vitu vya nje. Kwa hiyo Ayubu ulinzi wake haukuishia kwake. Wewe unaweza ukalindwa afu vitu vyako vinapotea tu. Akamwona na vitu vyote alivyo navyo. Akaona na vitu vimezingirwa, akasema ngoja tuangalie kazi za mikono. Shetani anapita tu msako huo. Kazi za mikono yake umezibarikia. Kwa hiyo alipoenda kwenye kazi akakuta zimebarikiwa. Akasema nitafute kitu gani hapa? Akasema mimi ngoja niangalie na mali. Akaenda na mali yake imeongezeka katika nchi. Shetani aliporuhusiwa, kitu cha kwanza alipiga ni nyumba, ilipigwa kwa upepo. Kwa hiyo Ayubu alibaki na ulinzi wa roho, vingine vikaachiliwa. Upepo wa mashariki ukaja ukaipiga nyumba pande zote. Nyumba ikaanguka, watoto wake wakafa wote. Afu akaacha shahidi ili apeleke habari kwa Ayubu. Kila mahali aliua, aliacha shahidi ili watu wajue ulivyofilisika. Maana wakifa wote, nani atasema habari zako mbaya? Kwa anakuachia msemaji. Anakuja kanisani anatangaza ulivyo muongo, ulivyo muhuni. Kila mtu anakuona mbaya. Taarifa zako zinaenea. Yaani shetani hawezi kukupiga kwa chochote asikupe mwandishi wa habari. Lazima aajiri mwandishi wa habari wa kupeleka taarifa zako, mambo yaliyotokea. Umeona? So kama shetani alienda kwa Ayubu, it means alienda kwa washtaki wengine, na maana huyu alikuwa exempted. Mungu alijivunia. Kwa nini? Kuna ambao alimdisappoint.
Haleluya. Sembuse wewe ambaye Yesu anakaa ndani yako, shetani ana hasira na wewe kuliko alivyokuwa na hasira na Ayubu. Andiko la mwisho, Ufunuo 12 mstari wa 10. 11 pale mmezoea kusema nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Mstari wa 10 ndio una key point. Biblia inasema Ufunuo 12:10. Nikasikia sauti kuu, ndo andiko la mwisho hili. Nikasikia sauti kuu mbinguni. Nimezidisha dakika 9, mnisamehe. Ikisema, sasa umekuja wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, yule sasa wakili wetu, kwa maana ametupwa chini mshtaki wa ndugu zetu. Mshtaki hapa anatupwa kwenye Ufunuo. Ufunuo inaeleza habari za mwisho wa dunia, so hajatupwa bado. Mshtaki anashtaki mpaka leo. Maana kama alitupwa, unasema alitupwaga mbinguni, sio kule. Kule alikuwa anamshtaki nani? Shetani aliondoka kabla hujaumbwa. Ingekuwa shetani alianguka baada ya kuumbwa, bustani ya Eden, Adamu alidanganywa na nani? Shetani gani? Au na shetani wawili? Kwa hiyo shetani alitangulia, maana mbingu ndo ziliumbwa kwanza, baadaye nchi. So shetani na mbingu na malaika na kila kitu wakaendelea, tujue alikuwa na miaka mingapi kabla mwanadamu hajatokea. Shetani akazingua, akatupwa. Lakini kwa sababu Mungu anatangazaga mwanzo kabla ya mwisho na mwisho kabla ya mwanzo, alikuwa ashatangaza nitamuumba mtu kwa sura na mfano. Kwa akajua kabisa ole wakao ulimwenguni, maana alijua watakuja. Haleluya. So anasema mshtaki wa ndugu zetu anatupwa hapa, ni kwenye Ufunuo. Ufunuo ni habari zijazo. Kwa hiyo ina maana ni mshtaki kuanzia kabla ya ile andiko, kuanzia ile andiko litakapotokea, kurudi nyuma mpaka huku tunapoishi leo na kabla. Tunaelewana? Yeye awashtakie mbele za Mungu. Mbele ya nani? Mchana na usiku. So chumba pekee shetani ambacho ana access nacho mbinguni ni kwenye sehemu ya mashtaka. Vingine vyote hawezi ingia. Baraka zako kule ni hawezi kugusa. Mashtaka tu pale. Mungu amemruhusu ingia. Maana Mungu ni wa haki. Ili awe Mungu wa haki anasikiaga raha kutenda kwa haki. Ndo asili. Mungu sio anajaribu kufanya haki kama wewe. Mungu ndo haki yenyewe. Kwa hiyo ili iwe hivyo lazima shetani apate chake na wewe upate chako. Ili akimhukumu siku ya mwisho amhukumu kwa haki. Ili wakienda watu motoni sio Mungu alifanya dhuluma. Asiye kama Mungu alimwibia shetani watu wake. Maana Mungu amempa mwanadamu utashi wa kuchagua. So ili shetani asiseme una watu wangu umechukua kwa lazima, wewe ni muongo, ufalme wako sio haki, anamwachia amruhusu kusema na kutoa hoja ili Mungu aangalie, je, ni wake kweli? Umeelewa sasa? Kwa kuna vitu vingine utaenda mbele za Mungu upati. Kwa nini? Hawezi kumdhulumu shetani. Maana shetani siku ya mwisho atasema mbona ulimchukua fulani? Si alitenda dhambi? Ni alitubu wapi? Mungu anakosa cha kujibu. Jamani, huyu jamaa alidanganya mbinguni watu wote, wakabakiza robo. Wote, yani ni Mungu na watu robo. Yani Mungu na malaika robo. Wengine wote jamaa alibeba. Kwa sio mpumbavu. Kama aliweza kupiga ile kombora la moto, atashindwa kumwambia Mungu fulani alitubu wapi? Nionyeshe. Ushangaa mnafika siku ya mwisho jehanamu, Mungu anabadilisha mawazo. Anarudisha tena watu duniani tuanze kuishi upya. Maana shetani amemzidi hoja. So ili shetani asimzidi hoja, anabidi atende kwa haki, amruhusu kujitetea kwamba hawa ni wako, chukua, hawa ni wangu, niachie. Maana Mungu anachotaka ni mtu achague mwenyewe. Nimekuchagua Mungu, nimekataa mabaya. Ndio maana Mungu bustanini aliweka mti wa uzima na wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Lengo alikuwa ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya ni tunda ukila unakuwa mweusi. Lengo ni kwamba je, mwanadamu atanichagua mimi na akakataa giza. Umchague yeye huku ukijua kuna kingine unachoweza kukichagua. So ilikuwa ni nguvu ya maamuzi. Ndio maana muda wote unapochagua Mungu kinyume na kitu chako, Mungu anasikia raha. Unapochagua utakatifu kinyume na dhambi, Mungu anaona umeamua kunichagua mimi nje ya kile haja yako. Inamfurahisha Mungu. Na shetani anachotaka ni wewe usimchague Mungu. The courtroom of God. Hata kama sio dhambi. Baba mtakatifu, jaji wa mbingu na nchi, na kuja mbele ya kiti chako cha enzi cha neema. Natambua kuwa wewe ni jaji wa haki na hakuna neno linalojificha mbele yako. Ninakuja kwa unyenyekevu nikitambua uwepo wa mahakama yako muda huu na saa hii. Imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa kwanza, lakini mtu akitenda dhambi tunaye mwombezi, wakili kwa Baba, ndiye Yesu Kristo mwenye haki.
Bwana Yesu, ninakualika kama wakili wangu. Simama upande wangu leo, unitetee, kwani wewe unajua sheria za ufalme huu, na wewe ndio uliyelipa madeni yangu yote pale msalabani. Imeandikwa katika Ufunuo 12 mstari wa 10, mshtaki wa ndugu zetu ametupwa chini, yeye aishtakie mbele za Mungu watu mchana na usiku. Baba, tena imeandikwa katika Zaburi 51 mstari wa 4, nimekukosa wewe peke yako na kufanya uovu mbele ya macho yako, ili wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Jaji mkuu, mshtaki amesimama hapa akinitaja kwa makosa yangu. Ninainamisha kichwa changu kwa aibu na kukubali mimi ni mwenye hatia. Ninakubali hatia ya dhambi za zinaa, uongo, chuki, ubinafsi, uuaji. Ninakubali kuwa nimevunja sheria zako takatifu na nimefungua milango ya shetani kunishambulia. Ninakubali hatia za asili ya damu yangu na mababu zangu ambazo zimempa adui haki ya kisheria kuzuia hatima yangu. Sitafuti visingizio leo. Ninakiri kuwa ninastahili adhabu na hukumu yako. Mahakama yako haina budi kunihukumu, kwa sababu wewe ni wa haki na mimi nimekosa. Hakimu mkuu, imeandikwa katika waraka wa Yohana wa kwanza 2:2, naye Yesu ndiye upatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Baba, tena imeandikwa katika waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wa 7, na damu ya Yesu Kristo mwana wake yatusafisha dhambi yote. Jaji mkuu, ingawa mimi ni mwenye hatia, ninaleta mbele yako damu ya Yesu Kristo kama malipo ya deni langu. Damu hii inasema imekwisha. Ninakuomba kwa ajili ya dhabihu ya Yesu, ufute rekodi zote za mashtaka dhidi yangu katika vitabu vya mahakama. Ninaomba damu ya Yesu inene neema mahali ambapo mimi nimenena uasi. Hakimu wa dunia yote, ninaingia katika mahakama yako kupitia damu ya mwanakondoo. Ninatambua kuwa wewe ni mwenye haki na unachukia dhuluma. Ninatubu kwa ajili ya kila dhambi ya uasi iliyofanywa na mababu zangu kuanzia kizazi cha kwanza hadi sasa, ambayo imeweka doa kwenye jina langu. Ninatubu kwa ajili ya kumwaga damu isiyo na hatia kulikofanywa na ukoo wangu, iwe kwa siri au wazi, kulikoipa nchi haki ya kunishtaki. Bwana, ninaomba damu ya Yesu ifute kila agano la damu lililofanywa na wazee wangu na miungu ya kienyeji ambayo bado inanidai leo. Ninatubu kwa ajili ya kila aina ya ushirikina, uganga na ibada za sanamu zilizofanywa katika nyumba yetu, zilizoweka madhabahu ya giza dhidi yangu. Ninafuta kwa damu ya Yesu kila sahihi ya kiroho iliyotiwa kwenye vitabu vya giza ili kuzuia mafanikio yangu. Ninatubu kwa ajili ya dhambi za zinaa, ukahaba na uasherati katika damu yangu, ambazo zimeleta roho za kukataliwa na kudhalilika. Ninatubu kwa ajili ya kila dhuluma ya kifedha iliyofanywa na babu zangu, ambapo walinyang'anya wajane au mayatima na kuleta laana ya umaskini. Mungu, ninaomba utoe oda ya amri ya kutoshitakiwa kwa makosa yote ya kale ambayo sikuwa na ufahamu nayo. Ninatubu kwa ajili ya maneno yote ya laana yaliyotamkwa na wazazi wangu dhidi yangu, ambayo yamekuwa sheria ya kuzuia maisha yangu. Ninafuta kila haki miliki iliyowekwa na shetani juu ya viungo vya mwili wangu kutokana na dhambi za siri. Ninatubu kwa ajili ya kila uongo na hadithi za uongo nilizotumia kudhulumu
wengine katika historia ya familia yangu na maisha yangu. Bwana, ninaomba ufunue na kufuta kila wito wa giza unaoniita kwenye mahakama za kichawi usiku. Ninatubu kwa ajili ya kutoamini na kulalamika kulikosababisha mababu zangu kuto kuingia katika nchi ya ahadi. Nisihadhirike na tabia hiyo. Naomba damu ya Yesu isafishe mfumo wangu wa damu kisheria, iondoe kila alama ya ugonjwa wa kurithi uliowekwa kama hukumu. Ninatubu kwa ajili ya kila aina ya kiburi na majivuno yaliyoinua kuta kisheria katikati yangu na msaada wako. Hakimu wa haki, ninafuta kila mkataba wa kisheria na roho za baharini au roho za nyikani uliofanywa na mimi mwenyewe au na mababu zangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninatubu kwa ajili ya kila kafara ya wanyama au binadamu iliyotolewa na ukoo wangu ili kupata utajiri usio wa haki. Ninaomba rehema ishinde hukumu leo katika kila eneo ambapo mshtaki amepata ushahidi wa kweli dhidi yangu. Ninatangaza kuwa mimi ni mali ya ufalme wa Mungu kisheria leo, na kila umiliki wa kale wa giza umefutwa. Baba wa mbinguni, nakuja mbele zako leo nikitambua wewe ni hakimu wa haki wa ulimwengu wote. Ninapita malango yako kwa shukrani na kuingia katika nyua zako kwa sifa. Kwa damu ya Yesu Kristo naingia katika mahakama ya haki. Sitakuja mbele ya kiti cha enzi cha neema peke yangu, bali nakuja mbele ya mahakama yako kushughulikia vizuizi vya kisheria vinavyozuia hatima yangu. Hakimu wa haki, mshtaki wangu Shetani amesimama mbele yako akinishtaki mimi na ukoo wangu. Leo siji kutetea nafasi yangu, wala siji kwa kiburi, bali kwa kuwa mimi na baba zangu tumetenda dhambi. Nakubali kuwa mimi ni mwenye hatia, nabeba hatia yao, na kuja na uovu wao, na uchukua uovu wao na kutubu mbele zako. Ninayataja na kuyatubia mashitaka yote ya kisheria yaliyopo katika vitabu vya rekodi dhidi yangu na vizazi vyangu vinne vya nyuma. Dhambi za damu na uhai. Ninatubu kwa ajili ya mauaji, utoaji mimba, kudhulumu haki za watu na kumwaga damu isiyo na hatia katika ukoo wangu. Ninatubu kwa uzinzi, uasherati, punyeto na kila aina ya uchafu wa ngono, kutoa mimba, kukataa watoto na kila aina ya ufuska wa kingono juu ya mwili wangu na maisha yangu. Ninatubu kwa uongo, hila na kukosa uaminifu katika biashara, mahusiano na maisha yangu ya kila siku. Ninatubu kwa kuiba fungu la 10 na sadaka, nikitambua kuwa hili limeweka laana ya kisheria juu ya uchumi wangu. Ninatubu kwa ajili ya nadhiri na ahadi nilizozitoa bila kutimiza katika madhabahu yako. Bwana, ninatubu, unisamehe na unisafishe kwa damu yako. Ninatubu kwa ajili ya kafara za kichawi, matambiko ya ukoo na ibada zote za miungu ya kigeni zilizofanywa na babu zangu na baba zangu. Tunakiri kuwa tulimpa adui haki ya kutumiliki kupitia maagano haya. Lakini sasa, hakimu wa haki, nikiwa nimesimama mbele ya chumba chako cha hukumu, ninaleta ushahidi wa damu ya Yesu Kristo mbele ya mahakama hii, damu inayosema mema kuliko damu ya Abili. Ninasimama kwa misingi wa Waebrania 12:24. Damu ya Yesu inanyamazisha kila sauti inayonishitaki. Ninaomba damu ya Yesu ifute hati zote za kisheria za mashtaka zilizokuwa zinapingana na maisha yangu katika jina la Yesu, sawasawa na Wakolosai 2:14. Baba, kila biashara au agano lililofanywa na babu zangu lililopeleka uadui
lililopelekea adui kumiliki hatima yangu, ninalivunja kwa damu ya mwana kondoo. Kila neno nililojitamkia mimi mwenyewe au nililotamkiwa na wazazi wangu, ambalo mshtaki analitumia kama ushahidi, ninaliondoa leo. Hakimu wa haki, kwa kuwa nimeungama, damu imenisafisha hatia yangu. Ninaomba ufungue vitabu vyangu vya hatima. Kila ndoto iliyokufa, kila hatima iliyoibiwa na hila za adui, ninaomba hukumu itoke mbele zako, ili nirudishiwe na nipewe kulingana na haki yako. Ninaamuru kila nguvu ya giza iliyokuwa inazuia majibu yangu kisheria, inayochelewesha majibu yangu, iachie sasa hivi. Ninatangaza kuwa mimi ni huru na uzao wangu ni huru kuanzia sasa. Hakuna tena kitu cha hatia takachobaki juu yangu kuanzia leo. Hakimu mkuu na wa haki, ninasimama mbele ya mahakama zako na ninalitukuza jina lako. Ninakukumbusha kuwa wewe ni Yehova Jire, mpaji wangu, na Yehova Rafa, Bwana anayeniponya, Jehova Elroi, Mungu anayeniona. Ninakukumbusha kuwa wewe ni mwamuzi wa haki wa dunia yote, ambaye siku zote hutenda yaliyo sawa. Naomba utende kulingana na asili yako, na ujidhihirishe kuwa mwenye nguvu kwa ajili yangu leo. Hakimu wa haki, ninadai uponyaji wangu, ufanisi na mafanikio yangu katika mahakama yako, maendeleo katika familia yangu, kuinuliwa kwangu, kibali changu na neema yako juu ya maisha yangu. Ninadai baraka zote nilizoandikiwa kupitia neno lako na zile nilizoshiriki kwa kazi ya msalaba wa mwanao mpendwa Yesu Kristo, na zile nilizopokea kihalali kupitia damu ya Yesu Kristo na imani niliyoweka kwa mwanao mpendwa sawasawa na neno lako. Hakimu wa milele, na kukumbusha agano ambalo umefanya na watu wako, ambalo unalishika kwa vizazi elfu. Neno lako linasema kuwa hautabadili neno lililotoka midomoni mwako. Kwa msingi wa damu ya Yesu, ninadai ahadi za agano za amani na mafanikio ziwe kweli katika maisha yangu sasa hivi. Hakimu mkuu na wa haki, Bwana wa milele, ninakuita ukumbuke kile kilichoandikwa katika vitabu vya mbinguni kunihusu mimi. Ulijua nia yangu kabla sijaumbwa, na ukaandika siku zangu katika kitabu chako. Ninaomba kwamba kila hatima ya kinabii ulioikusudia kabla ya kuwekwa kwa misingi ya dunia ifunguliwe na kutimia, na kila kizuizi ambacho adui amejaribu kuweka juu yangu kiondolewe. Kila wazo jema la ufalme wako na ile nafasi ulioona ina upungufu ukaamua kuniweka mimi duniani, Bwana, ninaomba lile wazo na lile kusudi la milele uliloliumba kabla ya kuwako kwa misingi ya dunia, na kile kitabu ulichoandika picha yote ya maisha yangu na mambo nitakayotenda leo katika mahakama yako, uitimize ile ahadi na yale mawazo na ule mpango uliotangulia kuwepo kwangu leo, maana wewe ni hakimu wa haki na unaangalia neno lako ulitimize. Hakimu wa haki, Bwana, ninaleta mbele ya mahakama yako maneno ya kinabii ambayo yamesemwa juu ya maisha yangu na familia yangu tangu nilipokuwa mtoto. Yale uliyosema, nitakuwa nabii wa mataifa, nitakwenda ulimwenguni kwa ajili ya kusema neno lako. Ukasema nitakuwa sauti katika taifa langu, ukasema nitakuwa nyota kwa familia yangu, ukasema niko kwa makusudi na mipango ya ufalme wa Mungu duniani. Ninakukumbusha ahadi hizi na ninapiga vita nazo leo, kama ulivyoliangalia neno lako ili ulitimize kwa wengine. Ninaomba hukumu ya utimilifu juu ya unabii huu ili udhihirike duniani kama ulivyotangazwa kwa jina la mwanao na damu ya Yesu Kristo.
Bwana, ninakukumbusha kazi iliyomalizika pale msalabani. Ninatoa ushahidi kwamba Yesu alijeruhiwa kwa makosa yangu na kwa kupigwa kwake niliponywa. Ninakukumbusha kuwa Kristo alinikomboa kutoka katika laana ya sheria kwa kufanyika laana kwa ajili yangu. Ninaomba hukumu ya urejesho kamili na uponyaji kulingana na ushuhuda wa damu ya mwanao Yesu Kristo. Umtukuze mwanao ndani yangu kwa damu yako. Baba wa mbinguni, naja mbele ya kiti chako cha enzi cha neema na mbele ya mahakama ya mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Ninajitokeza leo kama mwanao nikiwa nimefunikwa na damu ya mwana kondoo. Ninatambua kuwa wewe ni hakimu wa dunia yote. Leo sitafuti hukumu ya adui, bali natafuta haki kulingana na kile ulichoandika juu yangu kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Bwana, ninasimama katika mahakama yako. Ninaomba kuletwa kwa kitabu changu cha hatima kifunguliwe mbele yako. Neno lako linasema katika Zaburi 139 kuwa siku zangu zote ziliandikwa katika kitabu chako kabla hazija kuwako. Ninaomba Mungu, niletee kitabu hicho sasa. Ninadai kila baraka, kila huduma na kila kusudi lililopangwa kwa ajili ya ufalme wako kwenye maisha yangu kutimia katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninatubu kwa dhambi zangu na mababu zangu ambazo adui anazitumia kama msingi wa kisheria kuzuia nisifikie hatima yangu iliyoandikwa humo. Ninatambua kuwa utu wangu wa kale ulikufa msalabani pamoja na Kristo. Kwa hiyo ninaamuru kuwa mashitaka yoyote yaliyoletwa na mshitaki wangu dhidi yangu yabatilishwe. Ninaomba mahakama yako itoe hukumu ya kuniondoa na kuondoa laana na mashtaka hayo kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Bwana, umesema kuwa kile ulichoandika mbinguni umekiandika pia ndani ya moyo wangu. Ninaomba unipe roho ya ufunuo na hekima. Fungua macho yangu na masikio yangu ya kiroho ili nitambue kile kilichoandikwa ndani yangu, yale mambo yanayosisimua moyo wangu na kunipa shauku ya kukutumikia yadhihirike sasa kama ushahidi wa hatima yangu katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa kuniandalia mwili huu ili kutimiza yaliyoandikwa kitabuni huko mbinguni. Ninakataa magonjwa, udhaifu na kifo kabla ya wakati. Ninaomba nguvu kama za kijana ili niishi miaka yangu yote na kutimiza kila sentensi iliyoandikwa kwenye kitabu changu mbinguni. Sitakufa mpaka nimalize kazi yangu hapa duniani. Baba, ninaweka agano nawe leo. Ninashirikiana na mahakama yako ili kuondoa kila kizuizi cha kisheria kilichowekwa na adui kuzuia mafanikio yangu, huduma yangu na familia yangu. Ninatangaza kuwa nitavuka mstari wa mwisho nikiwa mshindi. Mapenzi yako yafanyike duniani katika maisha yangu kama yalivyoandikwa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante hakimu wa haki kwa kutoa hukumu ya haki kwa upande wangu. Ninatoka mahakamani hapa nikiwa nimeondolewa hatia yote, nikiamini kuwa hatima yangu imeandikwa upya kwa damu ya mwanao Yesu Kristo wa Nazareti. Hakimu wa haki, ninatubu kwa biashara zote haramu nilizofanya na adui, kila mahali nilipouza amani yangu kwa ajili ya dhambi ya siri au nilipotoa uaminifu wangu kwa ajili ya faida ya muda. Ninafuta biashara hiyo sasa kwa damu ya Yesu. Ninakataa umiliki wowote ambao shetani anadai kuwa nao juu ya nafsi yangu na maisha yangu. Ninafuta kila neno la laana lililotamkwa na vinywa vya mamlaka katika ukoo wangu. Ninanyamazisha sauti ya damu
ya watu waliouawa au kudhulumiwa na babu zangu, ambayo inapiga kelele mahakamani ikidai kisasi. Ninaomba damu ya Yesu izungumze rehema badala ya kisasi. Ninavunja kila hukumu iliyotolewa dhidi yangu katika mahakama za kichawi, mahakama za chini ya maji au mahakama za anga. Ninahamisha kesi yangu kutoka kwenye mahakama za giza na kuileta kwenye mahakama kuu ya mbinguni, ambako Yesu ni wakili wangu. Bwana, ninaingia ndani zaidi katika toba ya kudhulumu na hila. Ninatubu kwa kila roho ya unyang'anyi iliyopita kwenye mikono ya baba zangu, ikiwa kuna shamba, kiwanja au mali yoyote ambayo ukoo wangu unamiliki kwa damu au kwa machozi ya yatima na wajane. Ninaomba damu ya Yesu itakase mali hizo. Ninaachilia kila kitu ambacho mshitaki anatumia kama pointi ya kisheria kunizuia nisifanikiwe. Ninajitenga na miunganiko yote inayosababishwa na dhambi ya uzinzi, uasherati. Ninavunja maunganisho hayo ya nafsi yaliyotengenezwa kupitia uzinzi, uasherati, punyeto na kataa roho ya ufuska iliyokuwa inatafuta kuharibu uzao wangu. Ninatangaza kuwa mwili wangu ni mali ya mahakama ya mbinguni, si mali ya madhabahu za giza. Baba, baada ya hukumu hii ya kunifanya kuwa huru, ninaomba utoe amri kwa malaika wako wenye nguvu kwenda kutekeleza hukumu hizi. Kila kitu kilichokuwa kimezuiliwa na adui kirejeshwe sasa, kwa kuwa mshtaki hana tena haki ya kisheria ya kunihukumu. Imeandikwa katika Wakolosai 2:14, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa kwa kutushtaki kwa hukumu zake iliyokuwa ikipigana nasi, akaiondoa isiwepo tena, akaigonga misumari msalabani. Bwana, jaji mkuu wa haki, kulingana na damu ya Yesu na kukiri kwangu, ninaomba utoe hukumu ya kuniondolea hatia. Amuru kila kifungo cha adui kivunjike. Futa kila hatia ya mashtaka iliyokuwa ikitumiwa na ulimwengu wa giza kunizuia. Ninatangaza kuwa sasa niko huru kisheria mbele ya mbingu na mbele ya nchi. Imeandikwa katika Warumi 8:1, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya hao walio katika Kristo Yesu. Asante jaji mkuu na wa haki kwa kusikiliza. Asante kwa neema yako. Natoka hapa nikiwa mpya, nikiwa na amani na Mungu. Kesi yangu imefungwa na mshtaki hana tena haki juu ya maisha yangu kuanzia sasa. Amen.